Nataka kwa jina moja tu la Ngosha Mkaya, na hii ni Wamkaya TV. Hakikisha subscribe na turn on notification wa kwanza kufahamu kila kinachojiri kutoka kwetu. Sisi tupo hapa kukujuza taarifa za kihistoria kuhusu makabila yanayopatikana Tanzania, historia za mashujaa na viongozi wetu kutoka bara la Afrika, hasa kabla na baada ya ukoloni. Na leo tunaangazia historia ya kabila la Wasegeju. Tunaangazia historia ya kabila la Wasegeju. Je, umewahi kusikia kuhusu kabila ambalo lina historia inayochanganya vita, uhamaji na utamaduni wa kipekee unaofanana na makabila ya pwani, lakini bado lina mizizi ya ndani kabisa ya Afrika Mashariki? Karibu Wamkaya TV, hakikisha subscribe na turn on notification wa kwanza kufahamu kila kinachojiri kutoka kwetu. Leo tunakuletea historia ya kusisimua kuhusu kabila la Wasegeju, jamii ndogo lakini yenye historia kubwa ambayo wengi hawaijui. Usiondoke hadi mwisho kwa sababu kuna mambo yatakushangaza. Unapozungumzia Wasegeju, ni moja ya makabila yanayopatikana katika ukanda wa Afrika Mashariki, hasa maeneo ya kaskazini mwa Tanzania karibu na mpaka wa Kenya. Maeneo kama Tanga, Handeni na sehemu za pwani ya bahari ya Hindi. Kihistoria, Wasegeju wanaaminika kuwa walitokea upande wa Kenya, wakihusishwa na jamii za Kibantu na hata baadhi ya athari za jamii za Kikushi. Jina Segeju linaaminika kuwa na asili ya kihistoria inayohusiana na uhamaji wao na mazingira walioishi. Kihistoria inaonyesha kuwa Wasegeju walihama mara kadhaa kutokana na vita na migogoro ya ardhi pamoja na uvamizi wa makabila mengine. Wakati wa karne ya 18 na 19, nikikurudisha nyuma, wakati ule walilazimika kusogea kusini kuelekea Tanzania ya sasa, wakikimbia shinikizo kutoka kwa jamii zenye nguvu zaidi. Na katika harakati hizi walijifunza mbinu za kujilinda, uwindaji na hata kuchanganyika na makabila mengine, jambo lililosababisha kupungua kwa idadi yao lakini kuimarika kwa utamaduni wao wa kipekee. Wasegeju wana utamaduni unaofanana kwa kiasi kikubwa na makabila ya pwani kama Waswahili. Lugha yao Kisegeju inaathiriwa sana na Kiswahili, na leo hii wengi wao wanazungumza Kiswahili zaidi kuliko lugha yao ya asili. Kiuchumi, walikuwa wakati ule wakijihusisha na uvuvi, kilimo kidogo, ufugaji, lakini pia walikuwa na mahusiano ya karibu na biashara ya pwani, hasa wakati wa Waarabu walipokuwa wakitawala biashara ya bahari ya Hindi. Katika mila zao, Wasegeju walikuwa na mfumo wa kijamii uliosisitiza heshima kwa wazee, ushirikiano wa kifamilia, sherehe za jadi kama ngoma na nyimbo. Ngoma zao zilikuwa sehemu muhimu ya maisha wakati ule, zikitumika katika sherehe, harusi na hata katika matambiko yao ya kijadi. Pia walikuwa na imani za jadi kabla ya kuathiriwa na dini kama Uislamu na Ukristo, ambazo dini zilizoenea sana katika jamii ya leo. Leo hii Wasegeju wanahesabika kuwa moja ya makabila madogo sana nchini Tanzania. Idadi yao imepungua kutokana na kuoa na kuolewa na makabila mengine, kupotea kwa lugha ya Kisegeju, mabadiliko ya maisha ya kisasa. Hata watafiti wengi wanaonya kuwa kama juhudi hazitachukuliwa, pengine utamaduni wa Wasegeju unaweza kupotea kabisa, hasa katika vizazi vijavyo. Hii ni sehemu ya historia fupi ya simulizi ya Wasegeju, kabila dogo lakini lenye historia kubwa ya kuvutia. Swali ni hili: je, tunafanya nini kulinda makabila madogo kama haya yasipotee? Unaweza ukaandika maoni yako hapo chini. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe Wamkaya TV kwa historia nyingine kali kama hizi. Pia unaweza turn on notification ukatufuatilia kwenye mitandao mingine kwa jina hilo hilo la Wamkaya TV. Natika kwa jina moja tu la Ngosha Mkaya.